kufungua au kufumbua yale yaliyoandikwa. Tukumbuke kwamba maandiko matakatifu ama Biblia inaandikwa kwa nguvu ya Roho huyu, kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu ambayo inawekwa ndani ya wanadamu kwa njia ya tunasema in the way of inspiration. Wanadamu wanaweza kuandika sio kwa akili zao, sio mawazo yao yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu, ni wanafunuliwa na Roho wa Mungu. Wanaweza kuandika juu ya habari hizi ambazo ni ngumu sana na sio hekima za kawaida, zimedumu karne na karne. Sasa leo na sisi kama ambavyo maandiko matakatifu yameandikwa kwa nguvu ya Roho wa Mungu, ndivyo hivyo maandiko matakatifu huwa tunapata kuyafafanua, huwa tunapata kuyaelewa kwa nguvu ya huyo Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya Roho huyo. Kwa hiyo Roho aliyefanya yakaandikwa ndiye Roho anayetufunulia tuweze kuyaelewa. Sasa tujaribu kujadili sasa mafumbo, sio kwa akili zetu hata siku moja, sio kwa akili ya kawaida, sio kwa akili zetu za kawaida, ni kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Sasa leo nataka tujaribu kutafakari fumbo la tunda katika bustani ya Eden. Tunda hili linalomanishwa katika bustani ya Eden ni tunda lipi? Kumekuwa na mawazo tofauti, kila mtu amekuwa akisikia kwa masikio yake. Leo hata pengine wewe unayenisikiliza hapa au unaisikiliza video hii, wewe mwenyewe unaweza kuwa shahidi kwamba pengine hata wewe ukiamshwa ukaulizwa tunda walilokula Adam na Eva ni tunda lipi, wengine mtakwenda mbali zaidi, mtasema walifanya ngono, walizini. Wengine mtaenda mbali zaidi, mtasema walikula apple. Wengine, kwa kila mtu ana mawazo yake, kila mtu ana mawazo yake. Mawazo haya mengi sana, ukitoa haya mawazo ya kibibilia, mengi sana ni mawazo yaliyojaa upotofu, ni mawazo yaliyojaa upotofu. Ndio maana nikasema leo nitakufundisha maneno mawili. Jambo la kwanza nitakufundisha fumbo hili linamaanisha nini na ni nini kilimaanishwa hapa, ni kipi walichokila na ni adhabu yake ni nini, kwa nini walikula. Walichokila hiki ni tunda kutoka katika mti ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameshamzuilia Adamu asiuguse wala asile. Yalikuwa tayari yameshakwisha fanyika makubaliano kati ya Mwenyezi Mungu na Adamu juu ya habari hiyo, kwamba asiule mti huo, yeye ale vyote, atumie vyote, lakini hapo asiguse. Na kwa nini Mwenyezi Mungu anamzuilia Adamu kufanya hivyo? Sasa nitakufundisha juu ya uadilifu, lakini nitakufundisha neno katika fumbo hili nitakufundisha kitu kingine kinaitwa haidhuru. Neno hili haidhuru ni neno jepesi sana kulitamka. Neno, wakati Mungu anatufundisha kuwa waadilifu, shetani huwa anakuja na neno hili haidhuru. Nisikilize kwa makini, mtu wa Mungu. Wakati Mwenyezi Mungu anatusihi tuwe waadilifu, wakati maandiko matakatifu, wakati watumishi wa Mungu wanatufundisha tuweze kuwa waadilifu, tuishi katika mstari ambao Mwenyezi Mungu ametuwekea, katika mipaka ambao Mwenyezi Mungu ametuelekeza, basi shetani huwa anakuja kutufundisha kuvuka mipaka hiyo, kuvuka uadilifu huo kwa kutumia neno haidhuru. Nafikiri kila mtu anajua maana neno haidhuru. Haidhuru maana yake ni kitu kisichodhuru. Maana yake ni kwamba hata ukifanya hakuna athari utakazozipata. Hata ukifanya hakina madhara yoyote. Kwa hiyo maana yake ni kitu kisichokuwa na madhara. Kwa hiyo haidhuru ndio neno shetani hulitumia. Ndo hekima ambayo shetani huitumia kumfundisha mwanadamu kuvuka mipaka au kuvunja ule uadilifu au kuvunja makubaliano yake na Mungu wake. Sasa habari hii ya mti wa tunda hili la uzima, Mwenyezi Mungu anaanza kuzungumza na Adam. Watu wanasema, wapo wanaosema kwamba ilikuwa ni uzinzi. Kwanza nikutoe wasiwasi kabisa. Maandiko matakatifu hata kabla ya kizuizi hiki cha tunda la katika bustani ya Eden, mwanadamu anazuiliwa kutumia tunda hili, habari juu ya kuzaliana, kwa sababu ili binadamu waweze kuzaliana lazima tunasema watahusiana kimwili. Kwa Mungu alikuwa ameshatoa kibali, ruhusa ya wanadamu hawa kuhusiana kimwili.
alikuwa ashatoa kibali cha wao kwenda kuzaliana. Ukisoma turejee maandiko matakatifu, ukisoma tutumie maandiko matakatifu, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27, au tutumie aya ya kwanza ule mstari wa 27. Ukisoma Mwanzo 1:27 utakutana na habari ya Mwenyezi Mungu anazungumza juu ya habari ya wanadamu kwenda kuzaliana. Habari juu ya mti, habari juu ya tunda inakuja katika maandiko matakatifu kuonekana katika Mwanzo 2 mstari wa 15. Nafikiri unaweza ukaelewa sasa hapo kwamba kumbe ile hoja juu ya kwamba walifanya ngono, walihusiana, hii haipo katika maandiko matakatifu, kwa sababu hoja ya wao kuhusiana au wanadamu kuzaliana inaonekana mwanzoni kabisa katika Mwanzo 1 mstari wa 27. Habari ya tunda inakuja kuonekana Mwanzo 2 mstari wa 15. Ndio Mungu anaingia makubaliano haya na Adam. Ukisoma naomba nisome, nina Biblia hapa. Na Biblia napenda kuongea kwa habari za Mungu, hatuzungumzi kwa akili zetu. Unaizungumza kwa kurejea ambacho Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema. Anasema katika kitabu cha Mwanzo mstari wa 27, anasema basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Naam, kwa mfano wake Mungu alimuumba. Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Anasema ukienda mpaka mstari wa 28, ukianzia hiyo 27, mstari wa 28 Mungu anasema, Mungu akawabariki na kuwaambia, zaeni muongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki. Muwatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Kwa ukianzia mstari wa 27 utaona jinsi Mungu anamuumba mwanadamu. Kumbe mwanadamu anaumbwa na Mungu anampa mamlaka ya kwenda kuzaliana. Sasa hiyo hoja ya kwamba ilikuwa ni ngono, toa. Hiyo toa. Hiyo weka kabisa pembeni, wala haihusiani na juu ya habari ya tunda. Nimekwambia chukua maneno mawili ninayoyafundisha leo. Nafundisha uadilifu na nafundisha haidhuru. Uadilifu ni neno linalotoka mbinguni moja kwa moja. Mwanadamu anafundishwa kuwa mwadilifu. Ndio jinsi ambavyo Mungu anatawala viumbe vyake, kwa kuvifundisha kuwa viadilifu. Na jinsi shetani anavyovipotosha viumbe hivi, anavyoviaibisha viumbe hivi, kuvunja makubaliano yake na Mungu, anavifundisha kwa kutumia jambo haidhuru. Hiyo ni janja ya shetani katika kukuchukua wewe. Sasa hii habari nikazungumza juu habari ya tunda ipo Mwanzo 2 ukianzia ule mstari wa 15. Tukisoma kwanza huo mstari tutaelewa kwamba hiki kizuizi kilitokea wapi. Kumbe hiki kizuizi kinatokea watu washaruhusiwa kuzaliana. Wanadamu washaruhusiwa kuongezeka. Ili waendeleze kazi ya uumbaji. Hilo nalo nitakuja nitafakari siku nyingine. Nitakuwa natafakari mambo mengi sana. Sasa Mwanzo 2:15 kuanzia mstari wa 15 huu, Mungu anasema, basi Mwenyezi Mungu akamtwaa huyo mwanamume akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Anasema Mwenyezi Mungu alimwamuru huyo mwanamume, waweza kula matunda ya mti wowote katika bustani. Mwenyezi Mungu anamwamuru mwanadamu, waweza kula. Amri hii, anamwamuru amri hii sasa. Waweza kula matunda yote ya mti wowote. Waweza kula matunda ya mti wowote katika bustani. Lakini zuio hili, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kulikuwa kuna mti wa ujuzi wa mema na mabaya, usile. Zuio hili linaambatana na adhabu yake. Ukiona sheria imekwambia usifanye hiki, huwa tunasema unaposema sheria mfano jinai unasema usiibe, huwa tunasema ukiiba tutakufunga miaka mingapi. Kwa zuio lolote
huwa lina adhabu yake. Zuio linatolewa kwamba lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mwanadamu anazuiliwa usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huo hakika utakufa. Hakika utakufa. Hakuna uhuru usiokuwa na mipaka. Elewa hiyo. Hakuna uhuru usiokuwa na mipaka. Na uhuru wowote ule mwanadamu anautunza kwa uadilifu. Mwanadamu anapotumia uhuru wake aliopewa hata katika maisha ya kila siku, huwa anatumia uadilifu kutunza uhuru huo. Tunampima mwanadamu kuwa yuko sahihi au yuko katika njia sahihi kwa kuangalia uadilifu wake pasipo kuvuka mipaka yake. Kwa kumbe Mwenyezi Mungu anampatia mwanadamu, anampa uhuru wa kwamba wewe kula vyote katika bustani hii, kula matunda hayo yote ni ya kwako. Lakini Mwenyezi Mungu anatengeneza mipaka kupima uadilifu wa huyu mwanadamu. Lakini tunda la mti fulani usile. Na anasema wazi, kwa maana ukila hakika utakufa. Kumbe asili ya kifo inaanzia hapa. Asili ya kifo inaanzia hapa. Sasa nataka tutafakari juu ya habari hii. Nilisema majibu ya habari juu ya kwamba ilikuwa ni hoja ya ngono tumeyakataa kwa sababu tumesema hoja hii, kibali cha watu kuzaliana kilikuwa hapo kabla ya usaliti huu katika pale Eden. Wanadamu walikuwa washaruhusiwa kuzaana. Kwa hata hoja ya Eva, Adam na Hawa walikuwa ni kuendeleza uumbaji, the creation. Walikuwa wamepewa ile creation energy, nguvu ya kuweza kuzaliana ili wafanye uhai kwa viumbe vingine vitakavyotokana na wao. Mungu hakuwa na kusudi kwamba waishie wao tu. Alikuwa na kusudi viwepo viumbe vingi sana, wawepo wanadamu wengi sana. Lakini akaweka hii nguvu kwa Adam na Eva kwamba waweze kuzaliana. Sasa kumbe tunajifunza nini? Tutaenda kusoma Mwanzo 3. Nitakusomea Mwanzo 3. Wakati mwanadamu anaanza kushawishiwa na nyoka kusaliti. Nataka nikufundishe uadilifu kwamba kumbe kosa lililofanyika katika bustani ya Eden ulikuwa ni kukosa uadilifu, kukosa uaminifu kwa mwanadamu. Na Mungu aliweka makusudi mazuio haya kwa sababu hata kabla ya wanadamu Mungu alishakuwa na viumbe wengine ambao ni malaika aliokuwa nao. Ukisoma habari ukisoma Mwanzo 1, wakati Mungu anaomba wanadamu, aliwaambia malaika, na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Alikuwa anaongea na nani juu ya habari hizi? Anaongea na malaika wake. Kwa vilikuwa hapo viumbe wengine. Lakini lazima tukumbuke kwamba kuliwahi kutokea usaliti ambao Lucifer, malaika huyu, aliwahi kusaliti, na baadhi ya malaika walisaliti huko mbinguni. Walifanya uasi. Walivuka mipaka yao, walikosa uadilifu, walikosa uaminifu. Kwa Mwenyezi Mungu anavipima viumbe vyake. Mwenyezi Mungu anakupima wewe leo katika maisha yako kwa namna ya uadilifu. Amekupa uhuru wa maisha. Amekupa vitu unaviona hapa duniani. Ameweka vitu vingi sana hapa duniani. Lakini ni Mungu huyu ameviweka hivyo vitu, lakini bado anakuambia jambo fulani usilifanye, kitu fulani usikifanye. Kwa nini? Lengo ni kupima uadilifu wako. Mungu anafurahishwa zaidi na viumbe vinavyomtii. Sasa ili uweze kujua kitu kinakutii, lazima unapokipa uhuru ukipe na mipaka. Kwanza ukifanye kuwa huru na baadaye ukipe mipaka. Hata katika maisha yetu ya kijamii, katika familia zetu, tuna vitu vipo nyumbani, kuna vitu vinazunguka katika jamii yetu, lakini ni sisi wenyewe tumeambizana tusifike hapa. Tunapima utii wetu, uadilifu wetu. Sababu bila kumwekea mwanadamu mipaka, ukasema aishi tu
Sasa uwezi ukajua ni yupi aliye mwadilifu, yupi aliye mwaminifu, kwa sababu ili useme mtu ni mwaminifu lazima umtengenezee uhuru na umpatie mipaka. Atatumiaje uhuru wake? Atakuwa mwadilifu kiasi gani? Kwa hiyo ile integrity, na huu uadilifu unaozungumzwa hapa ni ile integrity, kufanya jambo hata pasipo kuwepo uwepo wa wale waliokuzuilia. Leo hii tunatenda mambo tukiwa mbele ya watu, sisi ni wema sana, lakini tukitoka pembeni sisi ni watu, tukiwa sirini sisi wenyewe ni watu wa ajabu sana. Matendo yetu hayamfurahishi hata Mwenyezi Mungu. Tumekosa uadilifu, tumekosa ile integrity. Sasa kumbe kilichotokea katika bustani ya Eden ni wanadamu walikosa uaminifu, walikosa uadilifu, walikosa integrity kwa Mungu wao. Wala sio kwamba walizini. Ni kweli kwamba walienda kula tunda, walienda kutumia kitu ambacho walizuiliwa na Mwenyezi Mungu kukitumia. Sasa najaribu kufundisha kuhusu haidhuru ya uadilifu, integrity. Sasa twende kwa hili neno haidhuru. Hili neno haidhuru linamaanisha nini? Tusome Mwanzo 3. Shetani anakuja kumchota Eva kwa kutumia maneno haidhuru. Na nitakapomaliza kutafakari maandiko haya sasa, nataka tutafakari kwa kina katika maisha yetu ya kila siku. Basi tusome Mwanzo 3. Tuanze pale Mwanzo 3 tu, tuisome kuanzia ule mstari wa kwanza. Anasema, nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwanza chukua neno mwerevu. Anasema, basi nyoka akamwambia huyo mwanamke, anamwambia huyo mwanamke, ati Mungu alisema msile matunda ya mti wowote bustanini? Huyu nyoka mwadilifu, huyu nyoka mwerevu. Nafikiri unajua maana ya mtu mwerevu. Anajua sana, mjuaji sana, ana uelewa mkubwa, anaweza kushawishi. Anasema, akamwambia huyo mwanamke, ati Mungu alisema msile matunda ya mti wowote bustanini? Namuuliza. Mwanamke akamjibu huyo nyoka, twaweza kula matunda ya mti wowote bustanini, lakini Mungu alisema msile matunda ya mti ulio katikati ya bustani, wala msiuguse, msije mkafa. Mungu alisema msile matunda ya mti ulio katikati ya bustani, wala msiuguse, msije mkafa. Huyu anayezungumza na nyoka juu ya habari hizi ni Eva. Kuna mtumishi mmoja nilimsikiliza anasema, unajua Adamu hakumwambia Eva, alipaswa amwandae Eva. Hapana, Eva alikuwa na taarifa hizi. Sio kwamba Eva hakuwa na hizi taarifa alikuwa nazo. Na ni yeye mwenyewe Eva anamjibu nyoka, anamwambia Mungu alisema msile. Ni Eva, sio Adamu. Kumbuka anayezungumza na nyoka hapa sio Adamu, ni Eva mwenyewe. Anasema msiguse, msije mkafa. Anasema nyoka akamwambia mwanamke, hamtakufa. Mungu alisema hivyo kwa sababu anajua kwamba mkila matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke anakumbusha, kwa sababu ni kweli tumesoma ile Mwanzo 15, kuanzia ile Mwanzo 15, 16, 17 pale mpaka 18. Mungu anamwambia Adamu kwamba na mkila mtakufa. Na Eva anathibitisha hili kwa nyoka, anamwambia Mungu alisema tukila tutakufa. Nyoka anamwambia hapana, hamtokufa. Ndio tunapata neno haidhuru. Mungu anakuambia ukifanya hivi utaadhibiwa. Ukifanya hivi utaadhibiwa. Shetani anakuambia haidhuru. Haidhuru. Wewe fanya tu, haidhuru. Mungu amekuambia hivyo kwa sababu ya 1, 2, 3, haidhuru. Maandiko yanazuilia. Hata leo sio tu katika bustani ya Eden. Hata leo sisi wenyewe tumekosa uadilifu, kuvuka mipaka tunapozuiliwa juu ya jambo fulani. Tunakwenda mbali zaidi tunafanya.
kwa hii dhana ya haidhuru. Leo katika maisha yako unajua kabisa dhahiri kwamba sipasi kutembea na mke wa mtu, sipasi kutembea na mume wa mtu, lakini una ujasiri, hauna wasiwasi, hauna mashaka, hauna hofu, unatembea na mke wa mtu, unatembea na mume wa mtu kwa sababu ya vifedha fulani, kwa sababu ya tamaa za kimwili, kwa sababu ya upotofu. Kwa neno hili shetani anakuambia haidhuru. Hata watu wanapokuambia bwana, hiyo tabia yako sio nzuri, achana na wake za watu, achana na waume za watu, unasema kwani kuna nini? Mara ngapi? Kwani mimi ndo wa kwanza? Wangapi wanafanya? Unao uthibitisho, unao ushahidi wa kiovu, unaokuthibitishia. Shetani anakupandikizia ushahidi wa kiovu unaokuthibitishia kwamba haina madhara, haidhuru, wewe fanya tu. Shetani anapandikiza hili wazo ndani yako, kutokuona kuwa unalolifanya lina hatari kwako, lina madhara kwako, kuna adhabu kubwa zidi ya hilo unalolifanya. Shetani anakufundisha kwamba haidhuru. Kwa nini anakufundisha haidhuru? Anakuondolea hofu kamili, anakuondolea ile hofu ya kuona kwamba nikifanya hivi nitaadhibiwa na nitakuwa nimekwenda kinyume na Mungu wangu. Shetani anakuonesha haidhuru, wewe fanya tu. Anakuondolea mipaka. Leo kuna mabinti, kuna vijana wa kiume na wa kike, wiki hii anahusiana na fulani, mwezi fulani anahusiana na fulani, mwaka huu anahusiana na fulani, mwaka ujao anahusiana na fulani. Ni kijana mtanashati, ni kijana wa kiume. Ukimwambia bwana, ni kijana wa kiume wa kike, ukimwambia bwana, mbona inakuwa hivi? Kwa nini? Hiyo ni dhambi, hilo ni kosa. Anakuambia kwani mimi ni wa kwanza kufanya hivi? Mbona kuna watu wanafanya, wanadhini, wanabadilisha wanawake, wanabadilisha wanaume na wamefanikiwa. Yeye anapima katika kufanikiwa katika maisha, na wamefanikiwa, wana maisha mazuri, wana familia zao, wana furaha na maisha. Hiyo ni ujumbe wa shetani anaoweka moyoni mwako, ni ushahidi wa kiovu kukuonesha kwamba hata ukiitenda dhambi hii haidhuru, kuiona ni ya kawaida na kuizoea dhambi, kutokutii ile mipaka ya Mwenyezi. Kumbe tabia ya kutokutii haijaanzia, asili yake inaanzia hapa katika bustani ya Eden. Watu wanakwenda kula tunda waliloambiwa na msilile, watu wanakosa utii, wanakwenda kula. Kwa kumbe kosa kubwa hapa ilikuwa ni kutokuwa watii, na Mungu aliweka zuio hili ili apime utii wa wanadamu, apime utii wa viumbe hivi, kwamba ni kweli viumbe hawa ni waaminifu kwangu, au ni waaminifu kwangu napokuwapo tu, ninapokuwa sipo hawana huo uaminifu, hawana huo uadilifu. Hii tunayosema integrity wanayo. Leo hata wewe tunaweza kukuuliza Mkristo, ninaweza nikakuuliza, una hii integrity? Una huu uadilifu? Au unapokuwa kanisani unaimba mapambio, unaruka, unanena kwa lugha, unashandaraboka, unatoa sadaka, unatoa zaka, ila unapobaki wewe nje ya kuonekana mbele ya macho ya kanisa, mbele ya macho ya wanadamu wenzako, unakuwa unaishi ule uovu kwa sababu tu upo sirini, kwamba hata hivyo hamna mtu atakayeona mimi na chat na mume wa mtu, hakuna atakayeona mimi naangalia pornography, hakuna atakayeona mimi nafanya masturbation najichua, hakuna atakayeona mimi ninazini huku mtandaoni na wanaume tuna chat hapa matusi na vitu vingine, hakuna atakayeona mimi na wanawake nao chat nao WhatsApp, kwa sababu WhatsApp ni ya kwangu na nina password ya kuingia huku mimi mwenyewe, wala hao wanadamu hawaoni. Una hiyo integrity? Au na wewe unataka sasa kufanana na wewe unarudi katika hali hiyo hiyo ya Eva na Adamu, ya kwamba umezuiliwa, lakini kwa kuambiwa haidhuru, umemaliza ile hofu, umeondolewa hofu, sasa umeamua kutumia hata ulivyozuiliwa kuvitumia. Unatembea na mke wa mtu kwa sababu mke wangu hata hivyo haoni, mke wangu hata hivyo namwachia chakula nyumbani, anakula, anashiba, nasomesha watoto, nalipia ada. Haya ya kuzini hawezi akayaona. Mume wangu hawezi kuona, yamesafiri, yuko mbali, hata hivyo akija anampikia chakula kizuri sana, na kuepo naye na watoto wake na watunza. Kwa hiyo hata nikizini haidhuru, kwa sababu hata wengine wanazini huko. Sasa kwa kuangalia wengine wanafanya nini, wale walio waerevu, kwa sababu hata nyoka alikuwa ni mwerevu.
Kuna watu waovu sana, na shetani huwatumia hao walio waerevu sana, tunaowaamini sana, wenye hoja sana, wenye maneno mazuri yenye kushawishi sana. Hakuna mjinga anayeweza kutumiwa na shetani. Ni hawa waerevu wanakuja kwetu kwa njia ya ushawishi, wanatushawishi kutuonesha kwamba haya mambo ni ya kawaida. Wewe sio wa kwanza. Wakati mwingine nafikia pahala, utanisamehe kusema kwamba leo imefikia pahala hadi watumishi wa Mungu wanafanya mambo ya ajabu. Shetani anakuambia sasa, kama tu mtumishi amefanya vile, wewe unahofia nini? Haidhuru. Kweli muamini anaona kwamba hadi mtumishi, hadi yule mwimba kwaya niliyekuwa namwamini sana, naye anafanya hayo, na ni muumini mzuri na anaheshimika hapa kanisani, kumbe haidhuru. Kumbe hata mimi naweza nikafanya. Shetani huonesha hivyo. Sasa wakati wanadamu walipokula tunda hili walilokuwa wamezuiliwa, wakatambua hili ni sasa. Nilikwambia nakufundisha uadilifu, nitakufundisha haidhuru. Sasa nakuja kufundisha jambo jingine la tatu, na nafikiri inaweza ikawa la mwisho kuhusu fumbo hili. Inaitwa utambuzi. Utambuzi. Hili neno utambuzi, shetani huwa ana tabia ya kumfunika giza mwanadamu, alafu baada ya kumaliza lengo lake huwa anamfungua. Ili shetani akuweke katika dhambi, anakuweka kwanza katika giza, ushindwe kuona. Baadaye ukishamaliza au akishamaliza lile alilolikusudia kwako, anakufunua giza lile. Hapo ndipo mwanadamu anapata utambuzi, kujua nimekosea. Anaona aibu. Anaona aibu. Ulikuwa unatoka unaenda kufanya, kwa mfano hata katika maisha yetu ya kila siku ya wanadamu, hii tu haikutokea kwa Adamu na Eva, kuona aibu. Hata katika maisha yetu ya kila siku ya wanadamu, ukitenda jambo la hovyo, ukitenda dhambi, huwa kuna aibu inakuja, mashaka, hofu na kutamani kujificha, watu wasijue kile ulichokifanya. Kwa hata Adamu na Eva, baada ya kutenda dhambi, hii ndio ilikuwa dhambi yao ya kwanza, ya kukosa uadilifu, kukosa uaminifu kwa Mungu wao, kufanya lile walilozuiliwa pale Eden. Wanamaliza kutenda, baada ya shetani kuwashawishi, mwanamke naye anakwenda kumshawishi mwanamume, wanakula tunda hili, wanajitambua. Unakuja utambuzi wa kutambua kwamba, kwa sababu shetani sasa anawaacha, wanagundua tumekosea, hili tulizuiliwa. Ile shauku ya ule utamu wa kile kitu unakwisha, na hitaji la ule utamu unakwisha, inakuja aibu, wanatamani kujificha, wanajificha. Sijui unaweza ukaelewa ukaelewa nilichokisema hapo. Tukisoma maandiko matakatifu, nataka tusome maandiko matakatifu. Anasema lakini Mwenyezi Mungu akamwita huyo mwanamume, uko wapi? Mungu anakuja. Ilikuwa ni jioni hii sasa, muda wa kupunga upepo. Mungu anakuja. Ukisoma Mwanzo 3, nasoma kuanzia hapa mstari wa 11. Mwenyezi Mungu mstari wa kumradhi, nasema naomba nianze mstari wa 9. Lakini Mwenyezi Mungu akamwita huyo mwanamume, uko wapi? Mungu sasa anakuja jioni hii hapa Eden, anamtafuta Adam, anamuuliza Adamu, uko wapi? Naye akamjibu, nimesikia hatua zako bustanini, nikaogopa na kujificha, maana nilikuwa uchi. Kumbe baada ya dhambi, shetani anapokuingiza katika dhambi, anakuvua, anakuachia aibu, anakuaibisha, anakudhalilisha. Mwenyezi Mungu akamuuliza, nani aliyekuambia kwamba uko uchi?
Je, umekula tunda la mti nililokuamuru usile? Huyo mwanamume akajibu, mwanamke uliyenipa akae pamoja nami ndiye aliyenipa tunda la mti huo, nami nikala. Hapo Mwenyezi Mungu akamuuliza huyo mwanamke, umefanya nini wewe? Mwanamke akamjibu, nyoka alinidanganya nami nikala. Sasa Adamu anaamua kusingizia. Anasingizia kama ambavyo hata wewe leo unasingizia. Sio kwamba hujafundishwa, sio kwamba hujafunuliwa, sio kwamba hujaambiwa usifanye hili ama usifanye hiki, sio kwamba hujawekewa mipaka. Unapovunja mipaka yako unatafuta visingizio. Ndio Wakristo wengi leo mmekuwa hivyo, watu wa kusingizia kama alivyofanya Adamu. Anaamua kusingizia, mwanamke uliyenipa akae pamoja nami ndiye aliyenipa nikala. Lakini tunakumbuka kwamba Adamu mwenyewe aliambiwa. Mwanamke naye anasema ni nyoka. Je, wewe unasema ni nani? Hebu na wewe jitafakari hapo ulipo. Dhambi unazozifanya, hebu sema ni nani aliyekufanya ufanye hivyo? Wewe unamsingizia nani? Leo watu uchumi wao umekuwa mgumu, wanasingizia wamefungwa na watu fulani. Visingizio. Hatutaki kukubali kwamba niko hapa kwa sababu nimekosa uadilifu. Nimekeuka makubaliano yangu na Mungu. Uchumi wangu ni mbovu kwa sababu ya uzinzi nilionao. Uchumi wangu ni mbovu kwa sababu ya majigambo, sifa, ulevi na vitu vingine mbalimbali. Uchumi wangu unaporomoka kwa sababu ya anasa. Matumizi yamekuwa makubwa kuliko kile ninachoingiza. Ulimbukeni. Kila mahala pazuri nataka mimi niende. Hatutaki kukubali, tunakwenda makanisani kusingizia. Tunaona aibu, alafu tunasingizia. Wamenifunga katika ulimwengu wa roho. Nimefungwa katika njia za uchumi. Nimefungwa katika nini? Wewe si ndio kila siku tunakutana baa? Ulifungwa na nani? Wewe ndio si kila siku unabadilisha loji na wanawake. Ila kwa sababu upo sirini unataka kutengeneza kisingizio. Ni aibu. Dhambi humletea mtu aibu. Dhambi yoyote, lengo la shetani ni kumwaibisha mwanadamu huyu. Kumuonesha Mungu kwamba wale uliowaamini sana na kuwapenda sana ni wahovyo kuliko hata mimi. Na siku zote mdhambi yoyote kama alivyo shetani, mdhambi yoyote anapokuwa mdhambi huwashawishi watu wengine pia wawe wadhambi kama yeye. Shetani kwa sababu alikuwa ni muasi, aliwafundisha wanadamu pia kuasi, kutokuwa watii kwa Mwenyezi Mungu, ili amuoneshe Mwenyezi Mungu kwamba hata hao unaowaamini na wao ni bora hata mimi, hawa ni wahovyo kabisa. Safari hiyo haiishii katika bustani ya Eden. Hata leo wewe shetani anakuwinda ili Mungu asitukuzwe katika maisha yako. Hataki Mungu atukuzwe, hataki Mungu ajivunie kuhusu wewe. Shetani kazi yake anakuwinda, kukuaibisha, kwa sababu anajua ukiishi katika uadilifu Mungu atatukuzwa na wewe utatakatifuzwa. Kumbe hata leo tunatenda dhambi kwa kuambiwa haidhuru, kwa kushawishiwa na marafiki zetu, watu wetu wa karibu walio waelevu sana. Bwana wewe, hivi unakuaje na mwanamke mmoja? Mwanaume unakuaje na mwanamke mmoja? Maneno ya waovu haya. Mwanaume unakuaje na mwanamke mmoja? Yaani mwanamke mmoja, labda una tatizo, labda una shida. Unaoneshwa kama labda una shida. Na wewe hawa waelevu, hawa wa uovu wakikushawishi, wakati mwingine unadondokea katika dhambi. Wanasema labda pengine kweli nina tatizo. Mbona fulani kasema hivi, hata yule niliyemwamini sana. Wakati mwingine hata yule namuonaga kanisani mwanakwana, ni kiongozi pale kanisani wa jumuiya na vitu vingine. Naye ameniambia neno lile lile. Unasema acha na mimi nitafute mwanamke mwingine wa pembeni. Kumbe haidhuru. Baadaye umeshanguka katika dhambi, unakutana hiyo aibu. Unaumbuliwa, Mungu anakuumbua. Unaanza kusikitika kwamba ya nini siningeliacha tu. Ilikuwa hivi, nifanye nini? Wanakuja marafiki, wanakushawishi, wewe ni mrembo sana, wewe ni mzuri sana. Ya nini wewe na mwanamume mmoja? Unakosa hela, unamwambia jambo, bwana sina hela ya kula hapa. Unakosa hela wewe kwa urembo huu? Wewe ni wakukosa hela. Unaoneshwa jinsi warembo wanavyo, shetani hata kuonesha jinsi warembo wanavyopata maradhi huko walivyoambukizwa virusi vya ukimwi.
Shetani hata kuonesha warembo walivyodondoka, kwa sababu shetani moja ya kazi anayoifanya huwa ni kuwaficha wala aliokwisha waaibisha wasionekane katika macho ya wala anaowawinda. Shetani hata kuonesha hata siku moja vijana waliofumaniwa na wake za watu wakapigwa mpaka wakafa. Hata kuonesha. Shetani hata kuonesha hata siku moja vijana walioendekeza uzinzi wameathirika. Hata kuonesha. Shetani hata kuonesha vijana walioendekeza uzinzi wakafilisika. Hata kuonesha. Hata kuonesha walioanguka, walioponzwa na dhambi, kwa sababu yeye anahitaji ana mpango wa kukuwinda. Hata kuonesha wale vijana waliozini, wanaofanya uzinzi na wakafanikiwa. Hata kuonesha mabinti wazuri waliofanya uzinzi, waliofanya uhuni akawafanikisha. Hao ndio atakao kuonesha. Kwa sababu hao bado hajawaaibisha. Lakini siku na wao atakapowaibisha, hata waonesha kwa watu wengine, atakuonesha vitu vingine. Ndivyo shetani alivyo. Kwa hata wanapokushawishi, watakushawishi kwamba haidhuru, kwa kuonesha watu waliofanya hivyo na ni watu wenye heshima katika jamii, ni wanasiasa, ni viongozi wa dini, viongozi wa jamii, ni watu wa heshima, na matendo atakufunulia matendo ya maovu. Utasema nilikuwa na mheshimu sana fulani, kumbe anafanya vile. Ile inakuchochea kuona kumbe ni kawaida. Unajengwa katika mazoea na kuona kumbe vitu hivi havizuru. Sasa nilikuwa najaribu kutafakari fumbo hili leo la Adam na Eva, la bustani ya Eden, kuliweka kwamba hiki kilikuwa ni kipimo cha uadilifu, ilikuwa ni kipimo cha integrity kati ya viumbe hawa wapya ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameshawapa mamlaka pale Eden, kuona kwamba hawa watu niliowaleta hapa, hawa viumbe wana uadilifu kwangu, wana uaminifu, au na wao wataniasi kama walivyoniasi hawa wengine. Kwa kumbe kile kizuizi ilikuwa ni kipimo cha uadilifu. Tumsifu Yesu Kristo.